Habari za wakati huu, mabibi na mabwana. Itifaki imezingatiwa. Jina langu naitwa Liam Kambarage, nina umri wa miaka 35 na ni mzaliwa wa mkoa wa Mara. Elimu yangu ni ya kiwango cha shahada ya uzamili katika sayansi ya jamii, niliyovuna na kuipata kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Kama mtaalamu wa sayansi ya jamii na mtoto wa nchi hii, nimesimama mbele yenu leo kuleta mada pana ya kimkakati inayogusa uhuru wa kifikra, kiuchumi na kisayansi barani Afrika. Andiko hili limegawanyika katika mada kuu 5 zifuatazo. Mada A: uhuru wa mbegu na usalama wa chakula barani Afrika. Mada B: uhuru wa kitiba na utengenezaji wa madawa. Mada C: mihimili ya teknolojia na ukuaji wa bara la Afrika. Mada D: utatuzi wa ajira na mkanganyiko wa kutoamini wasomi wazawa. Mada E: kuwekeza kwenye tafiti zetu na kulinda utangazaji wa asili leo. Kwa weledi wa hali ya juu na uchambuzi wa kina wa kisayansi, tutaanza kwa kujikita kikamilifu kwenye mada ya kwanza. Mada A: uhuru wa mbegu na usalama wa chakula barani Afrika. Mifumo ya uzalishaji chakula barani Afrika hivi sasa inakabiliwa na tishio kubwa linalovuruga usalama wa chakula na tamaduni za kiasili. Ushamiri wa kasi wa mbegu za kisasa na zile zilizofanyiwa marekebisho ya kimaabara unahatarisha uwepo wa mbegu za kiasili ambazo zimetumika kulisha bara hili kwa karne nyingi. Katika muktadha wa sayansi ya jamii, mabadiliko haya yanatafsiriwa kama mwanzo wa ukoloni mamboleo wa kibiolojia. Jambo hili linaondoa mamlaka ya chakula kutoka mikononi mwa wakulima wadogo na kuyapeleka kwa makampuni makubwa ya kimataifa, na hivyo kufanya uhuru wa chakula wa Afrika kuwa rehani. Tofauti za kimkakati kati ya mbegu za asili na mbegu za kisasa. Uwezo wa uhifadhi na uendelevu wa kijamii. Mbegu za asili zina sifa ya kipekee ya kiikolojia, zina uwezo wa kuvunwa, kuhifadhiwa kwa mbinu za kienyeji na kupandwa tena msimu unaofuata bila kupoteza chembechembe zake za uzazi, genetic viability, wala ubora wa mazao. Hii inampa mkulima uhuru kamili wa kiuchumi. Kinyume chake, mbegu za kisasa na zile chotara zimesukwa kitaalamu, kwa namna ambayo zikipandwa mara ya pili, uwezo wake wa kutoa mazao unashuka kwa kiasi kikubwa sana au zinafifia kabisa. Mfumo huu unamfanya mkulima wa Kiafrika kuwa mtumiaji wa kudumu anayelazimika kununua mbegu mpya kila msimu kutoka kwenye masoko ya nje. Gharama za uzalishaji na ustahimilivu wa mazingira. Mbegu za asili hazihitaji mtaji wa kifedha kuzipata na zina uwezo mkubwa sana wa kuhimili mabadiliko ya tabianchi, ukame na magonjwa ya eneo husika kwa sababu zimejenga kinga ya asili, evolutionary adaptation, kwa karne nyingi. Mbegu za kisasa, mbali na kuuzwa kwa bei kubwa, zinakuja na masharti magumu ya matumizi. Zinahitaji mbolea za viwandani na viuatilifu vya kemikali ili kutoa mazao. Matumizi haya ya kemikali yanaongeza gharama za uzalishaji kwa mkulima plus kuharibu mifumo ya ekolojia ya udongo na viumbe hai barani Afrika. Mikakati ya kijamii katika kulinda na kuhifadhi mbegu za asili ili kuzuia hatari ya bara la Afrika kukabiliwa na njaa pale mifumo ya kibiashara ya kimataifa inapotikisika, ni lazima jamii itekeleze mbinu zifuatazo za kimkakati. 1. Kuanzisha na kuimarisha benki za mbegu za jamii. Ni muhimu kujenga mifumo thabiti katika ngazi ya vijiji ambapo wakulima wanakusanya, kuainisha na kuhifadhi aina mbalimbali za mbegu za asili baada ya mavuno ili kuzuia zisipotee. 2. Kurasimisha mbinu za kiasili za uhifadhi. Kukuza na kuboresha matumizi ya vifaa vya asili kama majivu, moshi, udongo wa finyanzi na mimea tiba inayofukuza wadudu ili kulinda maghala ya chakula bila kuweka sumu kwenye mbegu. 3. Kuandaa matamasha ya kijamii ya kubadilishana mbegu. Kuweka utaratibu rasmi unaoruhusu wakulima kutoka maeneo tofauti kukutana na kubadilishana vinasaba mbalimbali vya mbegu, jambo linalofanya mbegu hizi ziendelee kusambaa na kubaki hai kizazi hadi kizazi.